Hapo zamani katika mji wa Maputo, waliishi watu wawili. Neema, mwanadada mwenye bidii na maono makubwa. Na Baraka, mwanaume mchapakazi lakini mwenye ndoto ambazo hazijawahi kutimia kikamilifu. Neema alikuwa ameajiriwa kama afisa wa fedha katika kampuni moja ya usafirishaji, huku Baraka akiwa mfanyabiashara mdogo wa vifaa vya ujenzi. Walikutana katika mkutano wa vijana wajasiriamali na haraka sana wakagundua wana maono sawa. Kujenga maisha bora, sio tu kwa ajili yao bali pia kwa jamii yao. Walipendana, wakaanza mahusiano ya karibu, na kila mmoja alimuona mwenzake kama msaada na motisha wa kufikia ndoto. Miezi ikapita, Baraka akapata fursa ya biashara ambayo ingeweza kumuinua. Kulikuwa na tenda kubwa ya kusambaza vifaa kwa shirika la kimataifa lililokuwa likijenga shule za vijijini. Tatizo pekee, alihitaji mtaji mkubwa wa haraka. Alienda kwa Neema, akamwambia, "Nina uhakika huu ndio mwanzo wa maisha mapya kwetu. Kama utanikopesha hela yako ya akiba, nitairudisha mara 2 ndani ya miezi 3. Neema alimpenda Baraka, lakini fedha hizo zilikuwa akiba yake ya miaka. Pesa alizotunza kwa ajili ya ndoto yake ya kufungua shule ya wasichana wa mitaani. Alisita, lakini aliamua kumwamini Baraka. Alihamisha kila kitu bila maandishi wala mashahidi. Miezi 3 ikapita. Hakuna malipo, hakuna taarifa. Baraka alianza kuwa mgumu kupatikana. Kwanza alikuwa na vizingizio. Baadaye akaanza kukwepa simu. Neema alianza kuhisi huzuni, si kwa kupoteza pesa tu, bali kwa kuumizwa na mtu aliyemwamini kwa moyo wake wote. Siku moja aliamua kumtafuta Baraka ofisini kwake. Alimkuta akiwa na mteja akicheka kwa furaha. Hasira, huzuni na maumivu vyote vikajaa ndani ya Neema. Alimvuta pembeni na kusema kwa sauti ya utulivu lakini thabiti, "Baraka, sikukupatia fedha kwa sababu nilikuwa mjinga. Nilifanya hivyo kwa sababu nilikuamini. Lakini sasa nimejifunza. Si kila mtu anayecheka nawe anakutakia mema. Na si kila ndoto mnayoona kwa pamoja ina maana ni yenu wote." Aliondoka bila kutarajia chochote. Badala yake, aliamua kuanza upya. Alianza kutoa mafundisho ya fedha kwa wanawake katika vikundi vidogo. Akatumia ujuzi wake kuwasaidia wengine wasianguke katika mtego aliyouangukia. Polepole akajijenga tena. Akaanzisha shule ndogo kwa kutumia michango ya miradi ya kijamii. Mwaka mmoja baadaye, gazeti moja lilimhoji kuhusu mafanikio yake. Alipoulizwa kama alimsamehe Baraka, alitabasamu na kusema alimwachia Mungu, kwani baadhi ya madarasa mazito ya maisha hufundishwa kupitia maumivu. Aliwashauri wanawake wenzake ya kwamba mapenzi bila uaminifu ni kivuli cha matumaini. Kujifunza kusema hapana ni hatua ya kwanza ya kujithamini. Na pia, mwanamke akiwa na maono anaweza kuanguka, lakini kamwe hatasalia chini.